بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. watukufu watazamaji wa kipindi chetu hiki cha mafunzo ya Ramadhania, mafunzo ya saumu, mafunzo ya saumu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawakaribisha, tunawaalika ili tuishi katika dakika hizi chache tuweze kukumbushana juu ya nini kilichoko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi leo nimewaandalia mambo mengi sana, lakini katika hayo kuna machache ambayo tutaishi nayo katika muda huu. La kwanza kabisa ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ametuwezesha kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wengine tukiwa katika siha nzuri, alhamdulillah, tunaweza kufunga, alhamdulillah. Mwenyezi Mungu atakabal saumu zetu, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape afya ya haraka ili waweze kudiriki Ramadhani na wadiriki kufunga, wapate ile testi ya imani yao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi leo nitawakumbusha kuhusu Ramadhani ni kuacha kula na kunywa na kile kinachosababisha kuharibu isipokuwa na maadili. Ramadhani ni kuacha kula na kunywa na kile kinachosababisha kuharibu. Funga ya Ramadhani ndio Ramadhani, lakini pia na maadili. Hayo yanafanyika min tulu'i al-fajr as-sadiq, tokea kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka jua kuzama. Muumini wa kweli anatakiwa asitie kitu ndani ya tumbo lake, iwe chakula iwe kinywaji, lakini pia ahakikishe kwamba hafanyi yale ambayo yanaharibu saumu yake, lakini pia anatakiwa aishi katika maadili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ndiyo funga ya mu'min, na ndiyo funga ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefardishiwa kufunga, kaanza na ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaykumus siyam, mmefardishiwa kufunga, yani ni lazima kufunga, mnatakiwa kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa, walivyotakiwa, walivyowajibishwa kufunga nyimati zilizotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji, mpate kuwa watu mnaoishi katika maadili. Kwa sababu la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu ni maisha ambayo, ucha Mungu ni staili ya maisha ambayo mtu anatakiwa asionekane katika yale yote aliyomkataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyafanya, asionekane, na kisha aonekane katika yale ambayo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka kufanya. Kifupi cha ucha Mungu ndio huo. Kwa hiyo kama mu'min wa kweli umefunga, basi unatakiwa kuacha kula na kunywa na maadili.
isije kuwa umefunga lakini uko nje ya maadili. Watukufu watazamaji mnaonitazama, umekuja mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una sifa nyingi sana kwetu, mwezi ambao Mwenyezi Mungu amejaza kila aina ya fadhila ndani ya mwezi huu. Na hayo ni kama vile zimekuja katika hadithi mbalimbali, ikiwemo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imepokewa hadithi kutoka kwa Abi Huraira, Mwenyezi Mungu ampe radhi zake. Abi Huraira anasema, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna siku Mtume alisema maneno hayo, atakum Ramadhanun, imekujilieni Ramadhani, kwa maana kwamba umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahrun mubarakun, ni mwezi wenye baraka tele ndani yake. Faradallahu azza wa jalla alaykum siyama, Mwenyezi Mungu amefardisha, amewajibisha, amesema kuwa ni lazima kufunga mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kufunga mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni fardhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tuftahu fihi abwabu samaa, inafunguliwa ndani ya mwezi huo wa Ramadhani milango ya mbingu. Kufunguliwa milango ya mbingu maana yake nini? Kwamba ni mwezi dua zinakubaliwa. Watu wakiomba Mungu, basi dua zao zinakubaliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu milango yake mbingu imefungua. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na inafungwa katika Ramadhani milango ya motoni, kwa maana kwamba zile asbab, jamii wakati huo inakuwa inashughulishwa na ibada, basi zile sababu za mtu kumfanya aingie motoni zinakuwa ni kifupi kama hakuna, au ni chache sana kwa mu'min. Watughallu fihi maradatu shayatin, na wanafungwa wale mashaitani wa kihuni, wahuni wa shetani wanafungwa. Lillahi fihi lailatun, Mwenyezi Mungu ameuweka usiku ndani ya mwezi huo. Khairun, usiku huo ni bora sana, min alfi shahrin, kuliko miezi 1000 ya kawaida. Man hurima khairuha faqad hurima, aliyeziwiliwa kupata khairi za mwezi wa Ramadhani, huyo amefeli kweli kweli. Haya ni mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akielezea kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna fadhila nyingi sana. Moja katika fadhila hizo, milango yake iko wazi kwa kujibu dua za waja wake. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kwa kuingia kwetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sana. Tunajua tuna shida, tuna matatizo moja au nyingine, kwa hiyo tusiache fursa hiyo, pamoja na ibada tunazozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ibada ya dua
tusiwe nyuma. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shida zetu, kwa haja zetu mbalimbali. Mojawapo katika hizo, amani ya nchi. Nchi ikiwa na amani ndio mnaweza kufanya mengi kabisa. Nchi kama haina amani, hata ibada hakuna. Ni maisha ya shida, maisha ya matatizo. Tunaona watu ambao wanaishi katika nchi hazina amani. Kwa hiyo tutumie fursa ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kuiombea amani nchi yetu, kujiombea amani sisi wenyewe. Wewe mwenyewe katika nafsi yako unatakiwa uwe na amani. Nafsi isiyokuwa na amani, hiyo nafsi imefeli kwa kweli. Familia isiyokuwa na amani, familia hiyo imefeli kwa kweli. Mtaa usiokuwa na amani, mtaa huo umefeli kwa kweli. Hivyo hivyo na kupanda juu huko. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amefungua milango yake ya mbingu kukubali dua zetu. Basi kubwa zaidi tumuombe Mwenyezi Mungu amani katika nchi yetu, amani katika nafsi zetu, katika mioyo yetu, katika familia zetu, amani katika kipato tunachokipata, katika uchumi. Mwenyezi Mungu ajalie amani. Hili tusilisahau. Na moja katika ibada kukaa ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nyongeza ya hayo ni kwamba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna usiku unaitwa usiku wa Lailatul Qadri. Usiku wa cheo, usiku wenye heshima, usiku wenye fadhila nyingi, usiku uliowekwa kwa ajili yako wewe na mimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea usiku huu. Sasa tuutafute katika jumla ya shughuli zitushughulishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuitafuta Lailatul Qadri. Na tusikubali yale maneno ya watu wanaosema Lailatul Qadri utaipataje wewe? Lailatul Qadri anaipata anayeitafuta. Kwa hiyo ukiitafuta Lailatul Qadri utaipata, hakuna shaka yoyote. Tokea mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi, kila siku ya Mungu usiku nyanyuka, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie usiku huo uwe ni katika usiku wa Lailatul Qadri. Ni mwezi wa juhudi kusema kweli, ni mwezi wa shughuli, mwezi wa mambo, mwezi wa bajeti, mwezi wa ratiba, mwezi wa program. Usikubali Ramadhani yako ya mwaka huu ikawa sawa na Ramadhani zilizopita katika utendaji na utekelezaji wa amri za Mwenyezi Mungu, katika utendaji wa ibada, katika maisha yako, baina yako wewe na majirani zako, baina yako wewe na watu wengine. Kwa hiyo ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kuna kheri nyingi sana. Tunatakiwa tujitahidi katika kuzipata. Tunatakiwa tujitahidi katika kuzifanya, kwa sababu kufanya ndiko kunakokusudiwa. Bila ya kufanya huwezi kupata kitu. Jitahidi upambane na nafsi yako katika kusimama katika ibada, sala za tarawih, Qur'ani tukufu. Ulicho nacho saidia jamii yako, himiza watu wako katika mambo ya kheri. Hayo ndio mambo mazima ya kuyafanya ndani ya mwezi huu. Tukiendelea na fadhila ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezieleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tufanye juhudi. An Abi Huraira naye pia anaendelea kusema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin, amepata hasara mtu. Raghima anfu rajulin, amepata hasara mtu. Khaba wa khasira, dhukirtu indahu falam yusalli alayya, nimetajwa na yeye akiwepo, halafu asinisalie mimi. Mtu huyo amepata hasara. Kwa hiyo wale wote ambao anaposaliwa Mtume wakanyamaza kimya, hao watu wamepata hasara kwa mujibu
wa hadithi ya Abi Huraira, au akafanya figisu katika sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna moja au nyingine, huyo mtu amepata hasara katika maisha yake. Anaendelea Abu Huraira kusema, la pili ni kwamba waraghima anfu rajulin, na amepata hasara mtu dakhala alayhi ramadhanu, ameingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, thumma nsalakha, kisha ikatoka Ramadhani, kabla an yughfara lahu, kabla hajasamehewa. Kwa maana kabla ya kuomba msamaha, hakuomba msamaha mtu huyu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kakaa tu, kaishiishi tu ndani ya Ramadhani. Imeingia Ramadhani kisha imetoka, yeye asiombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa makosa yake yote aliyoyafanya, basi huyo mtu amepata hasara, khaba wa khasira. Kwa hiyo kuomba msamaha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika mambo yanatakiwa ujishughulishe, ya kushughulishe. Shughulika na kuomba msamaha, na katika mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni pale anapomuona mja wake anaomba msamaha. Waraghima anfu rajulin, na amepata hasara mtu adraka indahu abawahu alkibara, wazazi wake wamefikia kuwa ni watu wazima, falam yadkhulahu aljanna, hao wazazi wake hawakumuingiza yeye peponi kwa kuwa radhi na yeye, hakuishi nao vizuri mpaka na yeye akaweza kuingia peponi, basi huyo mtu amepata hasara. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi tunahitaji kuwa makini sana, tujue tunachokifanya na tuhakikishe tunafanya tathmini kati ya Ramadhani iliyopita na Ramadhani ya sasa hivi, ili tuendelee kuwa na juhudi, tuwe na mipango mingi ya kiutendaji, ya kikazi, juhudi kubwa sana ya ibada na kuishi kwa wema na wengine ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubariki na Ramadhani, atupe hima, atuondolee uvivu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye anaweza hayo yote. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mimi mtayarishaji wako kipindi hiki, naitwa Ali Khamisi Ngeruko, naibu qadhi mkuu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.